Mtazamaji wa TAKUKURU TV, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Bwana Crispin Francis Chalamila ameendelea na uzinduzi wa majengo ya taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini, ambapo leo hii Oktoba 24 mwaka 2025 amezindua rasmi jengo la TAKUKURU wilaya ya Ukerewe. Wakati wa uzinduzi wa jengo hilo, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU pamoja na mambo mengine amewataka wananchi kushiriki uchaguzi mkuu wa madiwani, wabunge na Mheshimiwa Rais kwa kuchagua viongozi waadilifu, viongozi wasiotokana na rushwa. Tunajua wote wa Tanzania kwamba tarehe 29 Oktoba itakuwa ni siku ya kupiga kura, ambapo ndio itakuwa hitimisho la siku 60 za kampeni. Sasa sisi TAKUKURU hatujawa nyuma katika hili zoezi. Kwanza tuna jukumu la kutoa elimu kwa umma, si wakati wa uchaguzi tu, nyakati zote. Na hili jambo tumelifanya kwa umakini mkubwa. Tumekuwa tukitoa elimu ya madhara ya rushwa, lakini kuanzia kipindi cha kuelekea uchaguzi, kabla kampeni hazijaanza, kipindi cha kura za maoni ndani ya vyama, ambapo vyama vilikuwa vinatafuta wagombea, basi tulijikita kutoa elimu ya madhara ya rushwa kwenye chaguzi. Tuliyafikia makundi mbalimbali, kama makundi ya wanasiasa, makundi ya viongozi wa dini, watu wa NGOs, basi makundi mbalimbali tumeyafikia na tukatoa elimu ya madhara ya rushwa, mianya ya rushwa. Lakini vile vile hata wananchi nao tukawaasa na wenyewe wasidai rushwa kutoka kwa wagombea. Sababu sasa imekuwa kama desturi. Anafika mgombea, anatoa sera zake, baadaye wananchi wanaanza kumwambia unatuachaje. Hilo jambo tulilikemea sana sisi TAKUKURU wote. Binafsi yangu katika kila nafasi niliyopata kuongea na wanahabari, niliwahusia sana wananchi kuachana na hiyo tabia ambayo mimi kimsingi nasema si nzuri. Inaonesha kutokuwajibika na kutokujitambua, kwa sababu jambo ambalo mgombea anakuachia ni zile sera alizozitoa, ahadi zake, chama chake kitafanya nini, na yeye mwenyewe kama mgombea atatia msukumo katika masuala gani. Kwa hiyo tuliwaelewesha wananchi vizuri sana, na niseme hilo jukumu linaendelea mpaka leo. Ili zoezi la kuelimisha wananchi kupambana au kuepuka vitendo vya rushwa litahitimishwa tarehe 28, siku moja kabla ya kupiga kura. Tuna furaha au nina furaha kusema kwamba tunaona hii elimu imewafikia wananchi. Kwa sababu tangu tulivyojikita sasa kutoa elimu specifically kuhusu uchaguzi, kwa kweli tunaona matendo haya ya rushwa au taarifa za rushwa kuelekea chaguzi kwa kweli ni kama hazipo au zimepungua kwa kiasi kikubwa sana. Hatupokei tena malalamiko au taarifa kutoka kwa wananchi kuhusu vitendo vya rushwa vinavyotokea hapa na pale. Lakini hili vile vile katika makundi ambayo nasema tuliapa elimu, si wananchi tu, hata wagombea. Tulikusanya wagombea wa vyama mbalimbali katika majimbo, tukaongea nao na kuwaonya vikali kabisa kwamba wajiepushe na vitendo vya rushwa, na kwamba sisi tutakuwa na muhali, mtu akibainika tutachukua hatua mara moja, tutamkamata na hatua za kisheria zitafuata, jambo ambalo linaweza likapelekea hata chama chake kikamuondoa kwenye hicho kinyang'anyiro, kwa hiyo kama amekikosesha chama chake fursa ya kugombea, lakini hata yeye mwenyewe atakawa amepoteza nafasi ya kugombea. Kwa hiyo tuna imani tuko vizuri kwamba kampeni yetu imekwenda vizuri, wananchi wametuelewa, na kweli tunaelekea katika uchaguzi tukiwa hatuna taarifa za matukio au matendo ya rushwa kuelekea uchaguzi huu. Kwa kadri tunavyoelekea katika uchaguzi mkuu wa dola mwaka huu 2025, ni wajibu wetu kama viongozi wa serikali na taasisi za dola kwenda kushiriki kikamilifu katika zoezi la upigaji wa kura, tuweze kuwachagua viongozi wetu kwa njia ya demokrasia, lakini pia kuendelea kulinda misingi ya amani, misingi ya uadilifu na uwajibikaji. Huu ndio msingi wa utawala bora, utawala wenye heshima. Tutapaswa kuenzi tunu ya taifa letu kwa kuhakikisha kwamba uchaguzi wetu unafanyika kwa amani, unafanyika kwa uwazi na kwa haki, huku kila mtumishi wa umma akisimama imara bila upendeleo katika kutekeleza majukumu yake. Tukumbuke amani matokeo ya uadilifu, na uadilifu ni zao la uongozi bora, na ndio maana uwepo wa TAKUKURU ni muhimu sana, tena sana katika kipindi hiki cha maandalizi ya uchaguzi mkuu. Tunaelekea kwenye uchaguzi kwa ajili ya viongozi watakaotuongoza mwaka 2025. Ninapenda kushauri wale wote wanaogombea ni raia wa Tanzania, na sisi ambao tutashiriki uchaguzi ni raia wa Tanzania. Kwa hiyo ninatoa wito
tujitokeze kwa wingi ili kusudi tuweze kuwachagua viongozi ambao wamegombea uongozi wa mwaka huu. Pia tuwachague viongozi ambao hawataweza kujihusisha na rushwa. Rushwa ni adui wa haki. Tuweze kutafuta haki ili kusudi mwananchi apate furaha katika nchi anayoikaa. Muda huu tuko katika muda wa uchaguzi na tarehe 29 tunakuwa ni wenye kwenda kwenye tukio kubwa kabisa. Tukio lenyewe ni tukio la uchaguzi. Wito wangu na ushauri wangu kwa wananchi wote kiujumla, viongozi na taasisi mbalimbali, wote tuitikie kwenda kushiriki uchaguzi huu, uchaguzi wa haki, uchaguzi wa amani, na tusiwe sehemu ya uchochezi kuleta fujo na kuleta changamoto ambazo zitaenda kuvunja amani na kutoa utulivu wa nchi yetu. Maana ikiwa haya yatatokea, basi madhara makubwa tutayapata, uchumi wetu utarudi nyuma, tutapoteza ndugu zetu, tutapoteza watoto wetu, tutapoteza baba zetu. Hivyo ni watake tuwe na subira na katika uchaguzi huu na tuweze kufanya uchaguzi wa amani, wa haki na uchaguzi uliokuwa mtulivu kabisa. Tuhakikishe kwamba tarehe 29 tuamke na tuende tukapige kura ili tuweze kuchagua viongozi hao wenye maadili watakao tuongoza kwa miaka 5. Tuchague wale ambao Mungu amewachagua na watawachagua kupitia kwetu kwa kupiga kura zetu. Nikiripoti kutoka wilayani Ukerewe jijini Mwanza, mimi ni Alice Mazoko wa TAKUKURU TV. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.